ingia kwenye hatua ya makundi tokea kuanzishwa kwa klabu yao. Tuliona wamiliki wote walikuwepo, tumemwona Abubakar, tumemwona Yusufu, lakini Abrahamin Popat ambaye ni makamu wa rais wa Azam, machozi yalimtoka kwa furaha kuona timu yake inaingia kwenye hatua ya makundi. Unazungumzia tukio la Azam kuingia kwenye group stage chini ya kocha Florent Ibenge? Kwanza niwapongeze Azam kwa sababu kwa vyovyote vile utakavyosema wameingia makundi, na ndio kitu ambacho tulikuwa tunakitaka, lakini nafasi ambayo wameipata nafasi ambayo tayari Tanzania walikuwa nayo. Haikuwa nafasi ambayo sisi tunaipigania kama ambavyo tutapigania nafasi ya Simba, ya Yanga na ya Singida Big Stars. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wangefuzu KMKM pia ni timu ya Tanzania, lakini vizuri kwa Azam kwa sababu umefanikiwa kukutana na timu ya Tanzania kwa mara ya kwanza kwenye hatua hiyo, afu wamefanikiwa kufuzu. Kwa sababu mara zote walikuwa wanashindwa kwenda. Na kwa Florent Ibenge naweza nikasema hii sio kazi ngumu kwake, wala sio kazi ya kujivunia kwa Ibenge, kwa sababu katika nafasi kama hiyo yeye amekwisha kwenda mara nyingi sana na alikuwa anakutana na timu kama KMKM. Kwa hiyo si sherehe inayopaswa kuwa kubwa sana. Nimeona wamelia, sijajua sababu ile waliza kwenda makundi dhidi ya KMKM. Mimi nilifikiri halikuwa jambo kubwa sana kwa Azam. Badala yake sasa hivi ni kujipanga kwa level yao walionao, kocha walionayo, uwekezaji walioweka. Azam ni timu ya kutoka kwenye makundi kwenda kwenye hatua za mtoano. Nafikiri siku wakiingia kwenye mtoano basi wanaweza wakalia kweli, lakini inawezekana imekuwa ni kitu wamekisubiri kwa muda mwingi, machozi yalikuwa yamejaa sana. Kwa hiyo wakabidi wayapunguze. Lakini hongera kwao na wameiwakilisha vizuri kwa sababu tayari tumetia mguu mmoja. Lengo ni kuhakikisha tuna timu 4 kwenye hatua hii ya makundi kwa maana ya CAF Champions League na Confederation Cup. Faisal amefuzu makundi akiwa na Young Africans na jana pia amefuzu tena makundi akiwa na Azam FC. Watu sasa kama wanaanza kumuelewa Faisal kwa namna ambavyo sasa hivi alipo na mafanikio anayopata. Kama Faisal mtu alikuwa hajamuelewa siku zote, basi maana yake sio mtu wa mpira na hauelewi mpira, kwa sababu kati ya watu naweza kusema the most talented player kwenye Tanzania yetu ni Faisal, si ndio? Kwa hiyo kwa Faisal kwanza kufika makundi pia bado mimi naona sio issue. Faisal kwenda hatua ya robo finali, nusu finali, hiyo ndio level yake. Yes. Young Africans leo wanacheza jembe, mchezo wao wameweka bure. Bure yao imekuwa na mazungumzo mengi sana, mpaka afisa habari alikama amesema wao ndo wameamua kuweka bure, watu wengine na wauma nini. Wanachotaji ni atmosphere ya mashabiki wengi katika uwanja Benjamin Mkapa, kuatia nguvu wachezaji wa Young Africans kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Mwaka jana waliweka na hela kwenye hatua kama hii, lakini walishindwa kupata goli moja pale Benjamin Mkapa. Lakini mwaka huu wameamua kuja bure, huenda ikaongeza hamasa kwa wachezaji na mashabiki kuhakikisha kwamba wanafuzu. Unazungumzaje swala la kuweka bure lakini pia nafasi yao Young Africans kwenye mchezo? Kwanza mimi nianze na hilo jambo wanalosema kwamba watu si wao wameweka bure, halafu watu kwa nini wanazungumzia. Unajua, nafikiri kwenye huu mpira wetu pia kuna swala la uelewa. Hiki kitu kinafanyika hadharani. Umeshaelewa? Hiki kitu sio cha chumbani, ni cha hadharani, na mpira ruksa kujadili. Watamjadili nani? Wewe ni nani? Watakajifungia chumbani kwako basi ufanye mambo yako. Lakini kama unafanya hadharani, maana yake ni kitu ambacho kinaweza kikajadiliwa kwa sababu is a public something, si ndio? Na Yanga ni timu ya watu lazima watasema. Wako wamefurahia bure, lakini kuna watu ambao hata Yanga wenyewe hawajaipenda hiyo bure, kwa sababu sisi tunakutana na watu na wanakuwa wanazungumza. Kwa hiyo waache watu watoe maoni yao, na maoni ndio yatawafanya wao waweze kufikiri. Nimeona watu wanaomba bure, ambao mimi wengine wanaomba bure ni wale ambao nawajua ndio ni wapambe wa grupu la Yanga pale. Sasa ukiona wale wanaomba bure, unaanza kusema hivi watu wanafikiri watu wote sio smart, si ndio? Kwamba yani wewe unaweza ukatoka wewe hadi ukaenda kuombea eti Jembe Sports, tutamuomba bosi wangu tufanye hivi na hivi, alafu sitakuwa mimi ndio nimekutuma wewe ndio kaombe. Mara wazee ndio wale watu wao. Kwa hiyo yani mimi ni kitu kidogo kinanishangaza sana. Na unaposema lazima tuweke bure ili watu waje kuisupport timu yao, kwenye akili ya kawaida kuna walakini. Yani kwamba kumbe unajua ukiweka fedha watu hawawezi kuja. Sasa ulipaswa ulifanyie tathmini swala kwamba kama nikiweka kiingilio watu hawaji kuona. Unajua burudani ya timu yako ikicheza mechi ya Champions League, hatua ya kutaka nasema crucial game, kuhakikisha kwamba inafuzu kwenda kwenye hatua ya makundi, ambao Yanga kufuzu makundi sasa hivi sio story, ila kutokwenda makundi ndio story. Halafu watu hawawezi kuja.
mpaka inabidi wawekee bure, kuna jambo la kujitafakari. Mimi nafikiri hili wakati wanaliangalia kwa kwenda mbele, basi wanabidi walitafakari pia kwa hapo walipofikia. Bure na iwazia namna gani? Kwa mashabiki wa Yanga pia watakao kwenda bure na wao pia wajitafakari. Utakapokuwa pako huko bure, unapata burudani, unarukaruka, starehe gharama, si ndio? Ile pale ni burudani, unakwenda kuiunga mkono timu yako. Kuna wengi wanasemaga bana, tuachie Yanga yetu. Kama Yanga yako unashindwa kuilipia hata shilingi 2000, kwa nini tukuachie hiyo? Sinabidi tukusemee, tukueleweshe kuhusiana na Yanga yako. 2000 unashindwa kulipa afu unasema mimi naipenda Yanga, ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kwa hiyo ukiangalia kuna walakini upande wa mashabiki, kuna walakini kwa upande hata uongozi wao. Umeshaelewa? Kwa hiyo swala la bure mimi siliungi mkono. Hata Singida nayo bure, Azam nao pia bure. Simba pekee ndo ameka naye. Kuna timu za level ya bure. Hao wakiweka Singida, wakiweka Yanga hakuna hata shida. Na so wakiweka Azam hakuna hata shida, kwa sababu level yao hiyo unaiona jinsi ilivyo. Lakini level ya timu kubwa, na mimi niwapongeze sana Simba, wamesimamia, na mashabiki wao pia unawaona hawataki bure. Wao wanataka waende wakalipe waione timu yao. Unajua kuna jambo fulani hivi hatutaki kulisema, lakini so exceptions. Yaani wanaonyesha wao ni mashabiki wa aina gani, ni mashabiki wanataka kitu gani, ni mashabiki wanajielewa namna gani, na wanatambua ukubwa wa timu yao. Unajua timu namba 5 kwa ukubwa barani Afrika, Yanga iko kwenye top 10. Kama timu top 10 itakuwa inafanya hivi, unaona sio sawa. Hata juzi nilikuwa South Africa, kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana kwenye issue ya Mamelodi, pia walifanya swala la bure. Kuna mashabiki wengine wamepiga kelele sana kwamba wasema wao hawataki kuingia bure uwanjani, wanataka kulipa ili kaione kwenye timu yao, kwa sababu feeling yao wakilipa ndio wanaonyesha thamani ya klabu yao. Kwa hiyo kuna mambo ya kuyafanyia kazi, na anayesema asiambiwe timu yake, sisi tutaendelea kumwambia bila ya oga. Jembe, nafasi ya Yanga sasa wanahitaji goli 1 mpaka 2 kuhakikisha kwamba wanafuzu kwenye hii hatua. Mimi naona Yanga wana hiyo nafasi, especially kwa timu walionayo. Makosa walioyafanya kule wameyaona, lakini hii haiwezi kuwa timu nyepesi. Nature ya Malawi, mimi nakumbuka wakati fulani walikaa karibu miaka 3-4 hawakuwahi kupoteza pale nyumbani kwao, kwa maana ya Lilongwe au Blantyre, nazungumzia kwenye timu ya taifa. Lakini hii level imekwenda hadi nafikiri kwenye level ya clubs zao. Unapokwenda kucheza Malawi kunakuwa kuna ugumu sana, lakini mimi siamini Yanga watashindwa kufanya vizuri. Naamini itakuwa ni mechi ngumu, lakini bado naona nafasi ya Yanga ipo. Na niwasisitize wale watakao kwenda bure uwanjani, waende wakafanya sasa kazi ya kushangilia. So unaingia bure afu unakaa tu. Umeingia bure pale afu unakwenda unakuwa mzigo. Na niona waliomba na ubwabwa. Kumbe ubwabwa watu wengi wanaupenda. Kwa hiyo hao ndio wazee wa ubwabwa sasa. Waliomba ubwabwa wakanikumbusha mimi sasa wewe ubwabwa unapendwa. Nimemwona yeye sasa naomba tupewe ubwabwa. Tukitoka tule na tukimaliza tule. Kwa hiyo mkishiba msishibe kwanza, wangeshangilia kwanza. Baada ya mechi mimi naamini Yanga watakuwa wamefuzu. Basi waende wakaule ule ubwabwa, kwa sababu siamini kama watakula ubwabwa wa majonzi. Nafikiri watakula ubwabwa wa ushindi, kwa sababu matamanio yangu mimi ni kuona timu zetu zote ni zinafuzu kwenye hatua ya makundi. Lakini Jembe, kumbukumbu inaturudisha msimu wa mwaka jana Yanga haitakiwa ashinde bao 1 tu pale Benjamin Mkapa, alilikosa. Msimu huu pia anahitaji tena ashinde goli 2. Watu wanaona sasa mbona huu mlima ni mkubwa, tukirifana mlima wa mwaka jana goli 1 tulishindwa, lakini leo tunatakiwa tushinde goli 2. Hiyo unazungumzaje pressure ambayo baadhi ya mashabiki wanayo? Unajua Yanga wako kwenye kipindi cha mpito, kwa maana mnajua unapokuwa umemfukuza kocha kwenye mechi ambayo inakuja ikawa ni ngumu, huwa kuna mambo mawili yanatokea. Unaweza ukafaidika au ukapata hasara. Inategemea sasa na approach za ndani na wachezaji wameichukuliaje ile hali. Mfano kama wachezaji wa Yanga watakuwa wameichukulia ile hali kwa furaha, inawezekana labda walikuwa hawamuelewi kocha wao, hawavutiwi naye. Manake leo watatuonyesha kiwango bora sana kuhakikisha wanafanya vizuri na kupeleka ujumbe kwamba sisi tulikuwa tumkubali huyu kocha. Lakini kama kocha alikuwa anakubalika na aliyekuja sasa hivi labda hakubaliki, au aliyenaye sasa hivi wanaona kama hawamuelewi, basi inaweza kuwa ni matatizo kwa Yanga. Umeona Simba wanaachana na Fadru kwa sababu ile migogoro uliona hata kufuzu kwao kuja tu kwenye hatua hii kulikuwa kwa Mbinde. Lakini baada ya pale kuja kwa kocha mpya inaonekana kama kuna kitu kimefunguka kwa wachezaji. Wamefanya vizuri kwenye mechi ya kwanza. I hope hata kesho watacheza vizuri, kwa sababu wakicheza vizuri watashinda. Kwa hiyo mimi ninaamini, tuamini
Yanga watalifanyia kazi hili lililopita, na kwa sababu wana mfano huo, basi wanaweza wakafanya vizuri, na matamanio mimi nafikiri ya Watanzania wengi wanaopenda mpira wafanye vizuri ili tuwe na ushindano kwenye group stages. Unadhani Yanga wanapata shida gani inapofika masuala ya Champions League? Imekuwa kama nyakati ngumu kwao, tofauti wakiwa wanapokuwa kwenye ligi ya ndani kwamba wana uwezo kufanya chochote wanachokitaka, lakini ikija Champions League unaona kama wanapata shida. Yanga ndio level yao hiyo. Yaani hapo wanapofikia ndio level yao, wanapaswa waendelee kuiboresha. Unajua kuna ile shida kwamba Yanga wanaiweza Simba kwenye hatua za nyumbani kwa maana ya loko. Kwa hiyo wanaamini Yanga basi sisi ni wakubwa kuliko Simba. Simba ndio timu imefanya mara nyingi zaidi vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa experience ya Simba inakuwa tofauti na Yanga, na hili Yanga wanapaswa walikubali. Ukiwaambia wanatakiwa wajifunze kwa Simba wanakasirika, kwa sababu feeling yao na wao ni Simba vile vile. Lakini unajua mnaweza mkawa kwenye familia moja au mtaa mmoja, kila mtu akawa na weakness yake na strength yake. Sasa moja ya strength kubwa ya Simba ni kwenye michuano ya kimataifa. Hili hata ufanyeje, na nimekuambia uzuri wa soka alichezwa chumbani, ni mambo ya hadharani. Ukirudi kwenye records, kwenye history, lakini calendary, na ndio maana unaona Simba leo wako namba 5. Kwa hiyo Yanga hawapaswi kujiona wao ni Simba au wao ni zaidi ya Simba, badala yake waendelee kuleni. Mimi nitakukumbusha kitu kimoja watu wamekisahau tu. Nafikiri sio hata miaka 7 haijapita, au labda ni 6 au ni 5, viongozi wa Yanga walikuwa wanavaa jezi za timu nyingine, au mmesahau? Mashabiki wa Yanga walikuwa wanavaa jezi za timu nyingine, zile zinazokuja kucheza na Simba. Mimi nilikuwa natumia neno nasema hivi, wakikua wataacha. Sasa hivi tunaona wamekuwa. Umeona viongozi wa Yanga tena wanavaa jezi sijui za Kaizer Chiefs, sio Orlando Pirates, sijui nani. Yaani ilikuwa Simba ikicheza na Orlando, wao wanavaa jezi ya Orlando. Simba ikicheza na Kaizer Chiefs, wao wanavaa jezi ya Kaizer Chiefs. Unajua ilikuwa ni kwa nini? Kwa sababu walikuwa ndio wanaitafuta level ya kuja kuwa moja ya timu zinazopambana kwa ubora kwenye michuano ya kimataifa. Ni juzi tu hapa, si ndio? Hao wenzao tayari walikuwa ndio wanapambana na hao watu. Sasa kwa juzi hiyo na leo hawezi kuwa level ya Simba. Hili wanapaswa walikubali. Wakilikubali wataaccelerate tu, watakwenda taratibu, lakini kwa mimi ninavyoona kwa mwendo wao na level waliofikia wanajitahidi na tunapaswa kuwapongeza. Jembe, la mwisho kuhusiana na Yanga, nini unaweza kuambia wachezaji wa Yanga kwenye mchezo wa leo, ukiwa ni mchezo muhimu kwenye klabu yao na hata pia kwenye career yao ya soka? Wachezaji wengi wa Yanga ambao wapya, especially wapya, wamekuja kiwango chao bado hakija click. Hili jambo watu hawataki kulisema vizuri, na najua mzigo umeangushiwa kocha wote, na kocha mara nyingi ndio ni mtu wa kuangushiwa mzigo, lakini cha kuambia wachezaji wa Yanga especially wapya na wanaopata nafasi ya kuvaa jezi ya Yanga, wanapaswa kuitambua thamani ya hiyo jezi, wanapaswa kutambua malengo na nia ya Yanga kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo waifanye kazi yao kwa jasho, machozi na damu kuhakikisha Yanga inafuzu. Mengine wanaweza kwenda kurekebisha, especially unapoingia kwenye group stages, kwa sababu ni mechi 6, kuna nafasi ya kujirekebisha, lakini kwenye knockout stages, especially kwenye hatua za awali, si ndio, hakuna nafasi kubwa sana ya kujirekebisha. Kwa hiyo ni vizuri sana wakacheza kichwani kwao wakiamini au wakifikiria machozi, jasho na damu. Upande wa Simba, Jembe,